Nafikiri watu wengi tuna historia na uwanja. Hakuna ambaye haujui uwanja wa Uhuru na kwa nini umeitwa uwanja wa Uhuru. Na hayupo ambaye anaweza kusema kwamba hajapata kuwahi kusikia hata mdomo siku moja. Kila mtu ameuelewa, lakini uwanja umekuwa ukifanyiwa marekebisho kila baada ya muda fulani. Na sehemu kubwa iliyokuwa inafanywa marekebisho ilikuwa ni hilo jukwaa ambalo naliona linaendelea kurekebishwa, lakini pia tuna eneo hili la kuchezea. Lakini safari hii kumekuwa na marekebisho makubwa zaidi tofauti na haya maeneo. Eneo hili la kuchezewa linakuwa likifanywa marekebisho mara kwa mara. Inawezekana hata ule muda ambao wa life span ya ile nyasi ikawa sio ule unaotakiwa, ni kwa sababu ya matumizi yake. Kama mnavyofahamu, vilabu vingi vilikuwa vinatumia hapo, ambako sasa hivi wamehamia wengine kule uwanja wa KMC. Sasa na matumizi mengine yale ambayo unakuta ya kipindi cha Uhuru kwenye maadhimisho kwa ujumla, huwa wanatumia kwa maana ya sehemu ya gwaride. Ndio maana unakuta wakati mwingine serikali inalazimika kubadilisha mara kwa mara kwa sababu ya mazingira hayo. Sasa kuna mazingira ambayo huwa hayakwepeki. Unapokuwa unaishi kama maadhimisho, unalazimika kutumia kwa sababu hakuna sehemu nyingine ambako unaweza ukaenda ukafanya hilo tukio. Kwa hiyo kwa sasa hivi kuna mabadiliko makubwa mengi ambayo yanaenda kufanyika hapa. Moja, wanabadilisha sehemu ya kuchezea, tayari ile artificial turf ishatolewa. Lakini pia kama mnavyoona kule, lile paa pia limekaa kidogo muda mrefu, lishaanza nyingine kuvuja, kwa hiyo nalo linatolewa bati, inawekwa bati zingine. Kutakuwa pia na scoreboard itawekwa, kutakuwa pia na eneo la VIP hapo, tunaona viti vyote vimeshang'olewa, ambako pia kutawekwa viti vipya kwa maana siti mpya. Kwa hiyo tuna mabadiliko ambayo yatakapokuja kukamilika, kila mtu ataona tofauti wa uwanja. Kwa wale ambao miaka ya zamani sana wanajua, wakati wamekuja hapa inawezekana kulikuwa na jukwaa hili tu, kule kulikuwa na maeneo tu ya mbao, yani viti tu vya mbao vile. Kwa hiyo leo mtu nakuta kama hajaja miaka 15 20 nyuma, akiona hivi anaona tena kuna mabadiliko. Kwa hiyo atakao kuja baadaye wataona pia utofauti mkubwa wa mabadiliko ya haya maeneo. Ukubwa wa tuseme capacity ya watu maximum ni watu 22,000 nakadiria, kutokana na hii eneo lilivyokuwa limeongezeka na ile eneo la VIP. Moja ya maeneo ambayo yamefanywa marekebisho tunaona ni vile viti ambavyo vinawekwa kule. Vya zamani ni hivi vinavyotolewa, na vipya vile mnaona kuanzia pale nyeusi zile, njano na ile rangi nyingine ya kijani zinazoendelea. Hiyo ni sehemu ya wanamalizia kuweka hivyo viti. Lakini pia kuna ile eneo la running track kwa ajili ya michezo ile ya riadha. Lenyewe lile lishafanywa tayari marekebisho kwa asilimia zote. Ile eneo ambalo tumekaa hapo pia tumesema na eneo la waandishi wa habari pale juu, taa zile ambazo zimewekwa ziko tofauti kabisa na zile za zamani. Ni miongoni mwa ile maelezo ambayo alikuwa ametoa mkurugenzi pia kwamba tunafanya marekebisho. Kwa hiyo tuna hakika kwamba yakikamilika marekebisho haya yote, unaweza ukawa pia na picha ya kisasa zaidi kulinganisha na miaka hiyo 17 18 iliyopita kwa jinsi ambavyo uwanja ulijengwa. Haya, karibuni katika dressing room katika uwanja wa taifa wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Na hapa tulipo ni chumba cha kubadilishia nguo kwa wachezaji, ambacho kwa kawaida chumba cha kubadilishia nguo kwa wachezaji huwa kimegawanyika katika sehemu kuu tatu, ambayo ya kwanza ni sehemu hii hapa tulipo, lakini ukiangalia upande wa kushoto kwako ni maliwato, ambako kule anaweza akapata huduma yote inayohusiana na hilo. Lakini pia ukiangalia kulia kwako kule kwenye chumba kidogo ni chumba ambacho kinatumika kwa massage room, kwa maana ya treatment ya muscles. Kwa hivyo ukienda duniani kote ukisikia kwamba chumba cha kubadilishia nguo ni lazima kiwe na segmenti hizi zote tatu ili kuweza kupata ule ubora unaohitajika na CAF. Sawa sawa? Na katika kila upande mmoja wa timu kina chumba ambacho kinajitegemea. Na kwa bahati nzuri katika tunapozungumzia kwamba huu uwanja ni wa kimataifa, umekidhi vile vigezo vya kimataifa, na CAF inasema kwamba katika kila upande mmoja wa timu, kwa maana ya chumba, kuwe na vyumba viwili. Kitatumika kimoja kati ya hivyo viwili.
Kwa hivyo kama watakuja wachezaji wakaweza kuingia kuamua kutumia chumba hiki, kile kitakuwa kama backup in case of anything. Cause wanaweza wakaingia huku na unajua tena pressure ile ya nani ukaona kwamba hiki sio kizuri au hiki hivyo, si ndio? Kwa hiyo ni bora kuwa na option nyingine. Kwa hivyo katika kila side tuna vyumba viwili. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.